TRA mnapokuwa na shughuli kama hizi tushirikishe. Sisi wengine tumefanya hii kazi ni mwaka wa 33 sasa. Angalau nikiwa ninafanya major landscaping naweza nikakwambia kwamba hii ni sawa, hii sio. Mwingine ana followers wengi sana kwenye social media, unaangalia unaona account ina watu 800,000. Mimi naweza kuanzisha account sasa hivi kufikia saa 7 mchana nikatumia bots ikawa na followers milioni 1. Nikaboost tu kidogo. Inaitwa boost. Una boost kidogo, account inakuwa na followers. Nikikuletea hapa commission unasema sasa una followers milioni 2. Kumbe mimi nimetumia shilingi 1.5 kuboost ili ifikie milioni 2. Kwa hiyo ni lazima tuendelee kuamini magazeti, redio, televisheni na mitandao ya kijamii. Tunasema kwamba iwe responsible katika habari inazozichapisha. Naomba kuwasilisha. Kipindi cha awamu ya pili cha Mzee Mwinyi, kulikuwa kuna tume ya Mtei wakaunda kuona namna gani tunawezesha nchi yetu jitegemee. Moja ya mapendekezo yaliyokuja ni kuwa na chombo kimoja ambacho kinasimamia masuala ya kodi nchini. Na actually ni Mzee Mwinyi akateua mwenyekiti wa kwanza wa bodi, hata Mzee Sarani aliteuliwa na Mzee Mwinyi, na sheria ilipitishwa mwaka 1995. Na mwaka tarehe 1 Julai 1996 ilikuwa siku sasa ya chombo hiki ambacho kimeshapitishwa mwaka 95 kianze kufanya kazi. Kikaanza, na kilivyoanza yale yaliyosababisha kiundwe yalianza kufanikiwa. La kwanza, kabla TRA haijaanza mwaka 95, makusanyo ya kodi kwa mwezi kwa nchi nzima kwa vyombo, kwa idara zote tatu jumla ilikuwa ni bilioni 24 na milioni 300 kwa mwezi. Lakini walipoanza mwaka 96 wakafanya kazi mwaka mmoja kuanzia Julai 96 mpaka Juni 97, makusanyo yaliongezeka mpaka yakafika bilioni 44 na milioni 300 kwa mwezi. Mwaka mmoja almost yalitaka. Kwa hiyo wale wenzetu walikuwa na kushauri IMF na wengine kwamba sasa mjitegemee, wakaanza kuona kwamba kumbe kuanzisha hiki chombo kimesaidia kuifanya nchi yetu ianze kuwa na maendeleo na ijitegemee. Sasa leo miaka 30 kama kabla ya TRA tulikuwa tunakusanya bilioni 24 na milioni 300 ambazo kwa mwaka zilikuwa ni bilioni 292. Leo tutakapomaliza mwezi kesho tutakuwa tunakusanya on average kwa mwezi ni trilioni 3. Kutoka bilioni 24 kwa mwezi na milioni 300 mpaka trilioni 3. Ni maendeleo, ni success kubwa ambayo imefanywa na Watanzania wote wakiwemo walipa kodi, ikiwemo nyie, ya kuifanya nchi yetu iweze sasa kuona maendeleo na kujitegemea. Kwa hiyo tuna kila sababu ikifika kesho kutwa kuwashukuru walipa kodi, kuwashukuru Watanzania wote kwa namna ambavyo wanajitoa kulipa kodi kwa hiari na kupandisha mapato yalipotoka mpaka kufika hapa. Hongereni sana, na tutaomba sana hizi taarifa muwafikishie. Leo tunazungumza kuna walipa kodi wachache, ni kweli tunao wachache, lakini wakati tunaanza tulikuwa na walipa kodi 75,000 tu. Leo tuna walipa kodi milioni 8 na 400,000. Katika hawa wapo wawekezaji, wapo walioajiriwa,
Nilikuwa namuuliza hapa mwenyekiti Balile, hawa si wanalipa pay as you earn hao? Labda wale ambao ni freelancer ndio hawalipi, wanalipa wenyewe. Ikiwa nyie mpo katika hiyo milioni 8 na laki 4, wakiwemo na wafanyabiashara, bado tuna kazi kubwa ya kufanya kuongeza. Nchi yetu ina watu zaidi ya milioni 60, lakini sio wote wanastahili kulipa kodi. Workforce yetu ukitoa watoto, ukitoa wazee, ni almost milioni 34-35. Kwa hiyo katika milioni 8 kati ya milioni 34 wanaostahili kulipa kodi, bado idadi ya walipa kodi ni ndogo sana. Sasa tunaposherehekea miaka 30, lazima tujiulize tunafanya nini ili kuongeza idadi ifikie kiasi hicho kinachotakiwa. Lakini tuna kila sababu pia kujipongeza kwamba tumetoka mbali, tunakwenda, tunahatua na tutafika kule tunapotaka kufika. Lakini leo wakati tunasherehekea miaka 30, mahusiano ya walipa kodi na chombo kinachosimamia kodi yameimarika sana, na uthibitisho ni nyie kuja hapa. Ingekuwa hamna mahusiano mazuri, hata nyie msingefika hapa. Lakini wala hatuhitaji kuwauliza nyie mnasema wanayosema wananchi. Wananchi wanaona kuna improvement kubwa ya mahusiano ya TRA na wao. Na kwa nini ni lazima mahusiano yawe hivyo? TRA haiwezi kuwepo bila wafanyabiashara. Leo tunasema tumefika trilioni 3 kwa mwezi. Nchi hii inaendelea, inahitaji pesa zaidi. Ni lazima tuendelee. It has to increase na haiwezi kushuka. Ili iongezeke ni lazima uwe na walipa kodi wa wengi zaidi, tax base iwe kubwa zaidi. Na tax base inakuwa kubwa kwa njia mbili. Moja ni kuongeza namba horizontal, lakini pili ni kukuza biashara zilizopo. Kama biashara ya magazeti, ndio maana hata mwenyekiti wenu alikuwa anatetea hii mainstream kwamba haitakufa. Maanake anataka grow. Ili sisi tuendelee kuwepo, lazima tuwasaidie nyie grow. Your concern is our concern. Your business is our business. Na hilo tutalifanya. Kwa hiyo mahusiano yamekuwa makubwa sana. Lakini hata uwezeshaji wa biashara. Leo hii tunajua tunafanya kazi na makampuni mbalimbali ambayo cash flow zao zina changamoto. Tulishawaagiza mameneja wetu, na very unfortunate nilikuwa namwambia CDR mameneja wa Dar es Salaam wafuate, kama kuna changamoto za ulipaji wa kodi, maana VAT kwa mfano, mauzo yako yote mpaka tarehe 20 unatakiwa uyalipe mwezi ujao. Ikitokea haujalipwa, tupo kukusikiliza. Hatuwezi kuweka blanket kwamba kama hujalipa usilipe. Watatokea hata watu ambao wamelipwa watasema hawajalipa. So we go case by case. Kwa hiyo kazi yetu ni kuwezesha biashara. Hatutakubali kuona biashara inakufa kwa vitu ambavyo tuna uwezo wa kusaidia. Na moja ya vitu tunavyosaidia ni hata kuruhusu kodi ilipwe kwa awamu. Na uwezeshaji huu umeongezeka sana. Na hiyo mmeona misamaha mingi sana inatolewa. Mmeona refund zinalipwa sana za watu wenye madai. Mwaka jana tu, mwaka juzi tumelipa karibu trilioni 1 na bilioni 200. Ni marejesho kwa ajili ya kuwezesha working capital za biashara ziendelee kuwepo. Kwa wakati hapa tulikuwa hatuwezi hata kulipa refund.
Ukilipa refund, maana yake serikali ina uwezo wa kukusanya na kurejesha kwa wale wanaostahili. Hii ni njia mojawapo ya kuwezesha biashara ambayo imefanywa sana ndani ya miaka 30. Lakini tumejitahidi sana kuleta usawa. Leo pamoja na kuwa na mahusiano mazuri, lakini kuna watu wanaogopa kukwepa kodi, na wanaogopa kwa sababu ufuatiliaji umekuwa mkubwa, na tunafanya ufuatiliaji mkubwa ili kuleta usawa. Haiwezekani wewe una gazeti lako unalipa, alafu mwingine ambaye ana gazeti halipa. Wewe utakufa tu. Na ili kusaidia usife, lazima na yeye naye achangie. Na ndio maana kuna idara kama ya investigation kuhakikisha hayo yanafanyika. Na hii ni moja ya success ya miaka 30. Lakini huduma za TRA zimeongezeka sana. Wakati tunaanza tulikuwa hatuna hata ofisi wilayani. Leo tuna ofisi kila wilaya na mpaka centers. Reach out yetu ni kubwa na tutaendelea kuifanya iwe kubwa. Lengo la TRA ni kufanya ni sisi kuwafuata nyinyi badala ya nyinyi kutufuata sisi. Naona uwekezaji mkubwa ambao Mheshimiwa Rais amefanya. Tuna vifaa vya kisasa kwenye ofisi zetu. Tuna magari ambayo yanatembea kama ofisi. Tuna maofisa ambao wamekuwa trained vizuri kwa ajili ya kuwezesha biashara za Watanzania ziweze kwenda vizuri. Haya, hizi zote ni commitment za kuhakikisha biashara hazifi ndani ya nchi yetu. Baada nilipokuwa nazungumza ongezeko la kodi, tulipokuwa tunaanza tax to GDP ratio ilikuwa chini sana, ilikuwa ni 1 digit, 8 point something mpaka 9. Lakini leo tunazungumza almost 14%. 14% ya tax to GDP, wakati GDP yetu ni kubwa sana. Imeongezeka sana, huwezi kuikompea na ile ya before 1996. Hii inaonyesha efficiency ya kukusanya kodi imeongezeka sana. Msimu huu wa Sabasaba, usiruhusu biashara yako ipoe, kwa sababu Global TV inakupa fursa ya kuchangamsha biashara yako. Okoa hadi 50% ya gharama za matangazo na uwafikie mamilioni ya wateja kupitia vifurushi vyetu maalum vya Sabasaba. Chagua kifurushi chako kuanzia $2.5 hadi $5 tu. Matangazo ya mitandao ya kijamii, Reels, radio na YouTube pre-rolls, vyote vipo kwa ajili yako. Ofa hii ni kwa msimu huu wa Sabasaba tu. Wahi sasa. Wasiliana nasi kupitia namba zinazoonekana kwenye skrini yako. Global TV, tunakuza biashara yako.